Kocha Nasreddine Nabi ambaye hivi sasa yuko huru baada ya kuachana na klabu ya Kaizer Chiefs anahusishwa na wananchi Yanga. Ndio, Nabi anahusishwa na Yanga ikiwa ni muda mfupi tu baada ya kuondoka kwa kocha Pedro Gonçalves ambaye Yanga taarifa yao kwa umma imeeleza dhahiri kwamba hawapo naye tena. Sasa Nabi anahusishwa na Yanga ikiwa kama hilo linafanyika, maana yake atakuwa anarejea tena katika klabu aliyoongoza msimu wa 2021-22 kwa mafanikio makubwa. Tunafahamu vizuri Nasreddine Nabi, raia wa Tunisia, aliongoza Yanga katika msimu wa 2021-22, msimu ambao Yanga kwa mara ya kwanza ikawa imejikwamua kutoka katika makucha ya watani za jadi Simba ambao walitoka kutoa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara back to back mara 4 mfululizo. Wakiwa chini ya Nabi katika msimu huu Yanga wakatoa ubingwa unbeaten, yani wamemaliza ligi mechi 30 wakiwa hawajapoteza mchezo wowote. Kwenye mechi 30 Yanga walishinda mechi 22, wakatoa sare mechi 8, kufungwa hakuna, wakamaliza na pointi 74, ikiwa ndio Yanga wakatoa ubingwa na performance ya around 82%, kwa sababu walipata pointi 74 kati ya pointi 90 za msimu mzima. Lakini Nabi akaenda mbali zaidi kwenye michuano ya kimataifa, akifikisha Yanga katika fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika CAF. Ndio, ni katika msimu ambao CAF taratibu wao kwenye ligi ya mabingwa, ukikwama katika raundi ya pili kwenye raundi ile ya kuwania kufuzu kwa hatua ya makundi, unaangukia katika kombe la shirikisho ambapo unacheza playoff, ukifanikiwa ndipo unaingia hatua makundi kombe la shirikisho. Sasa Yanga waliingia katika kombe la shirikisho kwa mtindo huo baada ya kukwama kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika kwa kutolewa kwenye mechi ile ya kuwania kufuzu hatua ya makundi na Al Hilal Omdurman. Tunakumbuka vizuri ni kwamba 1-1 kwa Mkapa, halafu ugenini kule nchini Sudan wakapoteza mechi Yanga kwa bao 1-0. Matokeo yake wakaangukia katika kombe la shirikisho. Kwenye playoff wakacheza dhidi ya Club Africain ya Tunisia kwa Mkapa bila, halafu kule nchini Tunisia kwenye uwanja wa Rades Yanga wakashinda kwa bao 1-0, wakaingia katika hatua ya makundi kombe la shirikisho, wakafanya vizuri sana ambapo walifika fainali waliocheza dhidi ya USM Alger ya Algeria. Kwa Mkapa walifungwa 2-1, 1-2, lakini ugenini wakashinda 1-0, matokeo ya jumla yakawa 2-2. USM Alger wakatoa ubingwa kwa faida ya bao la ugenini, lile ushindi wao 2-1 kwa Mkapa. Sasa Nabi wakati huo akiifundisha Yanga aina ya uchezaji wa Yanga, mafanikio yake pengine yaweza ikawa sababu ya kuhusishwa hivi sasa na Yanga ambayo kocha wake mkuu Pedro Gonçalves, raia wa Ureno, amefungishwa virago. Nabi kwa nini anahusishwa? Ni kwa sababu ya rekodi zake akiwa na Yanga, lakini sababu nyingine kubwa ni kwamba hivi sasa yuko huru, haonekani kwamba amejiengage, ameingia mkataba na klabu yoyote, kwa sababu alipotoka Yanga alikwenda FAR Rabat ya kule nchini Morocco. Baada ya hapo akajiunga na Kaizer Chiefs ya Afrika Kusini ambayo alidumu nayo mpaka mwezi wa 9 mwaka 2025, mwaka jana. Tangu wakati huo hana timu, lakini akiwa na Kaizer Chiefs ya Afrika Kusini ambako alikwenda pia na msaidizi wake Cedric Kaze, ambao wote walikuwepo katika klabu ya Yanga. Kile alichokifanya kwa Kaizer Chiefs ndicho ambacho mwisho wa siku walijikuta wakiachana, kwa sababu taarifa zinaonyesha aliongoza mechi 35, kati ya hizi Nabi alishinda mechi 12, win, halafu sare mechi 9, akafungwa mechi 14, ambayo unaona kama ni pointi hapa kwa mechi 35, maximum points zilikuwa pointi 105. Yeye pointi alizokusanya ilikuwa ni pointi 36 jumlisha 9, ambayo ni pointi 45. Sasa pointi 45 ukiweka katika percentage 45 katika 105 kizidisha mara 100 kuona percentage za performance, utagundua Nabi performance yake ilikuwa ni around 42%. Sasa Nabi anahusishwa na Yanga. Sababu nyingine ni kwamba alipokuwa Yanga ilikuwa inashinda kibosibosi. Ndio, mechi nyingi na kwa timu ya kwanza uwanjani, mfumo wake mara nyingi ni baada ya golikipa anakuwa na walinzi 4, viungo wale wakabaji, viungo 3 ushambuliaji, mshambuliaji kinara 1. Nabi anafahamika pia kwamba katika mfumo huu alikuwa pia akiwa na uwezo wa kutumia wachezaji wengi kwa nafasi ya kucheza, lakini pia akiweza
kusoma uwezo wa mchezaji na kujua amtumie kwenye nafasi ipi ili afanye vizuri. Mmoja wapo alikuwa ni Faisal Salum Feitoto aliyefahamika kwamba yeye ni kiungo ukabaji, lakini Nabi akambadilisha akawa kiungo ushambuliaji. Katika wale wanapokwenda kushambulia, yeye Faisal Salum Feitoto alikuwa miongoni mwa wale watatu. Akacheza vizuri sana Feitoto, na tangu hapo amekuwa akicheza zaidi katika nafasi hiyo na taifa linamtambua hivi. Lakini wachezaji kama Fiston Kalala Mayele alikuwa hatishi. Alipotoka nchini kwao Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kujiunga na Yanga, alionekana kana kwamba anakuja kuwa mshambuliaji msaidizi nyuma ya Heritier Makambo. Lakini chini ya Nabi, yeye Mayele akabadilika mno, akawa mshambuliaji wa kutisha. Hivi sasa barani Afrika ni miongoni mwa washambuliaji tishio. Akaibuka kuwa mfungaji bora wa ligi kuu Tanzania bara, akawahi kuwa MVP katika ligi kuu Tanzania bara, lakini alipoenda Pyramids akiwezesha Pyramids kutoa ubingwa ligi ya mabingwa barani Afrika, akawa mfungaji bora katika ligi ya mabingwa barani Afrika. Fiston Kalala Mayele miongoni tu mwa mifano ya namna ambavyo Nabi alikuwa akitumia wachezaji vizuri na kuhakikisha uwezo wao unatumika kwa manufaa ya timu. Wachezaji kama Salum Abubakar Shwaboy alikuwa anang'ara sana na alishiriki mno kuifanya Yanga iwe kihistoria kwenda hatua ya makundi kombe la shirikisho na kufika fainali msimu wa 2022-2023 baada ya kutoa ubingwa ligi kuu Tanzania bara 2021-2022. Wachezaji kama Faridi Musa alikuwa ni miongoni mwa waliokuwa wanafanya vizuri sana, lakini mpaka mwisho wa msimu Yanga wakifika fainali dhidi ya USM Alger kwenye kikosi bora cha mwisho wa michuano ya CAF kombe la shirikisho, baadhi ya vyanzo viliwataja wachezaji watano wa Yanga kuwamo katika kikosi cha mwisho ambao walikuwa ni nani. Walikuwa ni pamoja na golikipa Djigui Diarra, alikuwa miongoni mwa nyota watano waliokuwamo katika kikosi cha mwisho cha wachezaji bora wa msimu kwenye michuano ya CAF kwa baadhi ya vyanzo. Alikuwepo Bakari Nondo Mwamnyeto, alikuwepo Ibra Baka katika orodha hiyo, Baka alikuwepo, lakini vile vile alikuwepo Theodo Pacome Zouzoua, alikuwepo Fiston Kalala Mayele katika kikosi ambacho wengine waliokuwa hapo ni pamoja na Mohamed Rabbi Herimat wa FAR Rabat, walikuwepo pia Mohamed Hamdi aliyekuwa Pyramid, lakini walikuwepo Ranga Pinieli Chivaviro wa Marumo Gallants, alikuwepo Ayman Mahius wa klabu ya USM Alger. Sasa Yanga cheza yao ilikuwa mtaji wao hawapaki basi. Pale ambapo wanataka kulinda matukio yao, walichukua wanafanya wanauficha wao mpira, wanakuwa nao sababu walikuwa na uwezo wa kutengeneza build up kuanzia nyuma, wanamiliki zaidi mpira kiasi ya kwamba kama wanataka matokeo ambayo yapo uwanjani, labda wanataka sare au kushinda, basi mpinzani silaha ilikuwa ni hiyo, haupati mpira kiasi ya kwamba kupata nafasi ya kwenda kuidhuru Yanga. Lakini sifa nyingine, Yanga chini ya Nabi ilikuwa matukio yake ya ugenini na nyumbani yalikuwa yanafanana. Hawawi wanyonge wanapokuwa ugenini. Katika msimu huo wa 2022-2023 kwenye kombe la shirikisho, Yanga ndio timu iliyoongoza kupata matokeo bora zaidi ugenini kuliko timu yoyote barani Afrika kuanzia hatua ya makundi mpaka fainali. Na hapa namaanisha timu zilizoshiriki kombe la shirikisho na pia ligi ya mabingwa barani Afrika, kwa sababu kwenye mechi 12 kutoka hatua ya makundi mechi 6, robo fainali mechi 2, nusu fainali mechi 2, fainali mechi 2, Yanga mechi za ugenini ambazo ni 6 ilishinda mechi 4, ikatoa sare mechi 1, ikafungwa mechi 1. Kwa hiyo unajikuta performance kama ni point, maana yake mechi 4 unashinda mara 3, maana yake ni pointi 12. Sare ni pointi moja. Kwa hiyo hapa kuna pointi 1, alafu kufungwa ni 0. Yes. Kwa hiyo Yanga walikusanya pointi 13. Lakini mechi 6 maana yake ni pointi 18. Kwa 13 katika 18 zidisha mara 100 unapata performance ya around 72%. Yanga ikiwa ugenini. Na kwa kukumbushia, Yanga katika msimu huo ikiwa ugenini, kwanza achana na playoffs ambayo ilikwenda kuifunga Club Africain nyumbani kwao kule Tunisia baada ya sare ya suluhu kwa Mkapa, lakini kuanzia tu ya makundi iliifunga TP Mazembe kwao, lakini ikaifunga kwenye safari yake katika msimu huo, ikaifunga Rivers United kwao kule nchini Nigeria, ikaifunga Marumo Gallants kwao kule nchini Afrika Kusini, ikaifunga USM Alger katika fainali kwao Real Bamako kule nchini Mali baada ya Yanga kuongoza bao 1-0 mpaka kwenye dakika 90, zile dakika za nyongeza za mwamuzi, Yanga wakajikuta wameruhusu bao ambalo mwisho wa siku mechi ikaisha kwa sare ya 1-1.
Kwa ufupi, Yanga ikiwa ugenini bado ilikuwa inaupiga mwingi, mpinzani ana haha hata akiwa kwao, kama ilivyowakuta Marumo Gallants, kama ilivyowakuta Rivers United. Sasa ni sababu hizi pengine ndio maana Nabi anahusishwa na Yanga. Yanga wakitamani kurejea enzi zile za misimu michache iliyopita wakiwa na Nabi ambao walikuwa wakishinda na kucheza kibabe bila kujali mshindani ni upi. Lakini hilo likitokea pia litaendana na changamoto zake. Ndani ya Yanga wachezaji waliokuwa nao baadhi hawapo tena Yanga. Stefan Aziz Ki alikuwa mhimili muhimu katika ushambuliaji, kwa maana kwamba alikuwa anacheza naye nambari 10. Stefan Aziz Ki ndiye aliyekuwa sehemu ya kikosi kilichowezesha Yanga kwenda hatua makundi kombe la shirikisho katika ushindi ule wa bao 1-0 dhidi ya Club Africain kule nchini Tunisia. Stefan Aziz Ki alifanya jitihada kubwa sana katika mchezo huo na ndiye alifunga bao akitumia assist kutoka kwa Salum Bakari Shwaboy. Aziz Ki hayupo. Fisto Kalala Mayele aliyemaliza kama top scorer katika michuano kombe la shirikisho msimu huo, Yanga ikifika faida katika mabao 10 kwa ujumla, kwa sababu alifunga mabao 7, alitoa assist 3. Fisto Kalala Mayele hayupo, na hata washambuliaji waliopo akina Laurendo Depo, kina Prince Melo Dube, cheza yao ni tofauti na Mayele. Lakini mchezaji kama Clement Mzize Walid hivi sasa yungali majeruhi na kadhalika. Sasa Nabi akitua, matarajio ni makubwa kwamba Yanga hii ina nyota kadhaa kumwezesha kutimiza mipango yake na Yanga, lakini Yanga italazimika pia wakati wa usajili kuingia tena sokoni kusikiliza Nabi anataka nini ili kufikisha ili kutimiza mipango yake. Lakini changamoto nyingine ni kujua kipi kilimkwamisha Kaizer Chiefs wakati alipokuwa huko iongoza kama ilivyokuwa kueleza mechi 35 akishinda 12 tu, ili Yanga wawe bora zaidi na wanufaike naye tena kama walivyonufaika naye msimu wa 2021-22 na msimu wa 22-23 katika michuano ya CAF. Yapo mengi, lakini haya ni baadhi tu. Swali ni kwamba je, ni kweli juu ya taarifa hizi ama itabaki kuwa tetesi? Maana kwa sasa ni tetesi, hakuna taarifa rasmi kutoka Yanga, hakuna taarifa rasmi kutoka kwa kambi ya Nabi mwenyewe na management binafsi. Itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye.